Mheshimiwa Lissu anaendelea na maswali ya dodoso. Mheshimiwa Lissu, nani alikuandikia hayo maelezo? Shahidi: niliandika mwenyewe. Mheshimiwa Lissu, nani alikupa onyo wakati unaandika hayo maelezo? Shahidi: hakuna aliyenipa onyo. Mheshimiwa Lissu, nani aliyekushuhudia? Shahidi: hakuna aliyenishuhudia. Mheshimiwa Lissu, naomba kuimpeach credit ya huyu shahidi. Anamsomea maelezo yake. Nina cheo cha mratibu msaidizi wa polisi na majukumu yangu kusimamia askari walio chini na kufanya upelelezi. Anasoma maelezo ya shahidi ambayo alijiandikia mwenyewe kuhusu alivyokwenda kuwakamata watuhumiwa. Amemaliza kumsomea haya maelezo yake na anamtajia maeneo anayotaka kumkanusha. Kwanza, eneo kuhusu elimu yake na mafunzo yake. Pili, uzoefu kazini wa miaka 15. Tatu, maeneo yote alikopita kuanzia Oysterbay, Geita hadi kufikia Arusha. 4, kikosi chako cha watu 9. 5, ulipigiwa simu ya radio call. Anamsomea maeneo ambayo shahidi ameongezea hapa mahakamani, hajaweka kwenye maelezo yake. Na Mheshimiwa Lissu, sasa waambie majaji kama ungependa hayo maelezo yako yaingie kama kielelezo. ASP Geoffrey Rutufye: ndio nataka yaingie kama kielelezo. Jaji: maelezo yatakuwa ni exhibit D8. Mheshimiwa Lissu: Mheshimiwa jaji apatiwe maelezo. Mheshimiwa Lissu: ukishika hayo maelezo uniambie. ASP Geoffrey Rutufye ambaye ni shahidi anasema ninayo tayari. Mheshimiwa Lissu: kuhusu maombi ya elimu yako ni muhimu au sio muhimu? Shahidi: ni muhimu. Mheshimiwa Lissu: yapo kwenye maelezo uliyotoa polisi? Shahidi: kwenye statement sheet siwezi kuandika kila kitu. Mheshimiwa Lissu: nimesema yapo au hayapo? Shahidi: hayapo. Mheshimiwa Lissu: uzoefu wa miaka 15 katika upelelezi umesema? Shahidi: kweli. Mheshimiwa Lissu: umesema hayo ili mahakama ifahamu una utaalamu? Shahidi: ili ujue mimi ni mzoefu. Mheshimiwa Lissu: uliona useme hivyo ili mahakama ifahamu kwa sababu ni jambo muhimu? Shahidi: uko sahihi. Mheshimiwa Lissu: uliandika au hukuandika? Shahidi: sikuandika. Mheshimiwa Lissu: kwa sasa uko ofisi ya RCO Arusha lakini uliwahi kufanya maeneo mengine ikiwemo Oysterbay na Geita? Shahidi: ni kweli. Mheshimiwa Lissu: ulisema ili mahakama ijue wewe ni askari mzoefu wa maeneo mbalimbali? Shahidi: kweli. Mheshimiwa Lissu: umeandika hayo mambo kwenye maelezo ya polisi? Shahidi: siwezi kuandika kila kitu. Mheshimiwa Lissu: jibu swali langu. Shahidi: sikuandika. Mheshimiwa Lissu: tarehe 3 mwezi wa 4 ukiwa kwenye patrol ukiwa na wenzako section ya watu 9 pamoja na dereva? Shahidi: ni kweli. Mheshimiwa Lissu: yapo kwenye maelezo yako? Shahidi: hayapo. Mheshimiwa Lissu: ulisema uliwasiliana na Deputy RCO Mgogo akakupa mawasiliano kwa radio call? ASP Geoffrey Rutufye: hayapo. Mheshimiwa Lissu: wakati unawapeleka kwa RCO mkiwa kwenye gari uliwahoji kwa nini wanakula njama ili uchaguzi mkuu usifanyike? Ueleze majaji kama yapo kwenye maelezo yako. Shahidi: sikuyaandika. Mheshimiwa Lissu: unasema ulitoa maelekezo kuwa watuhumiwa wahojiwe. Angalia kwenye maelezo yako kama kuna hayo maneno kwenye maelezo yako. Shahidi: hayapo. Mheshimiwa Lissu: kwa hiyo shahidi, ni sahihi nikisema kuna mambo hukuyasema kwenye maelezo yako polisi ila umeongezea hapa mahakamani? Shahidi: nilikuwa najaribu kuifafanulia mahakama. Mheshimiwa Lissu: umeeleza sababu ya tofauti hizi ambazo nimezionyesha? Shahidi: siwezi kuandika maelezo yote kwenye statement sheet, ni maelezo muhimu na yenye uzito. Mheshimiwa Lissu: unafahamu masharti ya kazi ya polisi kwa mujibu wa PGO? Shahidi: nafahamu. Mheshimiwa Lissu: oda 1 para 25 ya PGO za 2021 inayosema makosa ni lazima yao yamesemwa na sheria. Sasa kwenye kielelezo D8 umesema nilipata maelekezo kutoka kwa ASP Mgogo kuwa kuna watu wanapanga njama ya kuzuia uchaguzi. Hayo ni maelezo yako?